Leo ni Jumatano ya tarehe 19 ya mwezi wa 11 mwaka 2025 na siku ya kesho tarehe 20 ya mwezi huu wa 11 mwaka 2025 ndugu yetu mpendwa wetu Emmanuel Mathias maarufu kama MC Pilipili au kama mwenyewe alivyopenda kujiita MC wa taifa, MC wa dhahabu. Siku ya kesho ndo tunatarajia kupumzisha mwili wake pale mkoani Dodoma, nyumbani kwao Swaswa mkoani Dodoma. Na niko hapa, hii ni HQ ya Rick Media kama unavyoona, na huu mlango hapa unaouona ndio ofisi ya MC Pilipili. Kama ambavyo kwenye video zetu zilizopita nilikwambia kwamba MC Pilipili alikuwa jirani yetu hapa. Yaani unaweza ukaona mlango wetu huu hapa Rick Media, mlango wa MC Pilipili, ofisi ya MC wa taifa, MC wa dhahabu ni hii hapa, MC Pilipili. Sisi kama Rick Media tumepoteza jirani mzuri kweli kweli, jirani mwenye kutabasamu kila wakati. Na katika vitu ambavyo ukiniuliza mimi nimejifunza kutoka kwa MC Pilipili basi ni kutabasamu. Yaani MC Pilipili muda wote alikuwa akitabasamu. Niko hapa kwenye jengo la ofisi yetu ambayo nyuma yangu ni mlango wa ofisi ya MC Pilipili kama nilivyokuelekeza mara ya kwanza, na hapa huyu bwana anaitwa Anton Charles. Huyu ndiye ambaye anasimamia jengo hili hapa. Sasa nataka atuambie mara ya kwanza kati anampokea MC Pilipili ilikuwaje mpaka alipopokea taarifa hizi. Kiukweli sisi kama majirani tumeumia kweli kweli, lakini yeye pia kama msimamizi wa jengo hali ikoje kwake? Anton, kwema? Kwema. Kwa wasio kufahamu jina lako? Naitwa Anton Charles William. Ni msimamizi wa jengo hili. MC Pilipili nimemfahamu ni muda kidogo. Nafikiri kama miezi 5-4 huko nyuma. Alikuja hapa kwa ajili ya kutafuta ofisi. Tukampokea. Ni siku ile ambayo alikuja ofisini kwenye interview? Kabla ya kuja kwenye kabla alikuja kwanza kabla, then akaja karudi mara ya pili. Basi nikampokea, nikamkabidhi ofisi. Kaingia na hakuingia rasmi moja kwa moja, ameingia nusu. Lakini hashindi sana ofisini, anakuja kwa muda. Anaweza kaa hata wiki 3-4 hajaonekana ofisini kwake. Lakini ni mtu ambaye kwa kweli sina la kuongeza zaidi. Ni mtu ambaye alikuwa anajimix na watu aina tofauti. Ni mtu wa kucheka. Ana socialize. Ni mtu wa kucheka na kila mtu, hana ile ya kujisikia labda kukiwa na jambo fulani. Uoga tuna tabia kuchati kwenye simu, kwenye group. Tukusalimiana kwenye group mle, anaweza kwamba nipo mbali bwana, ngoja nirudi. Ni mtu ambaye kweli yuko noma sana. Mimi kwa upande wangu mara ya mwisho kumuona MC Pilipili ilikuwa Ijumaa, na alikuwa anatoka ofisini. Mimi nilikuwa ofisini huko, mlango ulikuwa wazi, tukaagana akaondoka. Kwako wewe mara ya mwisho ilikuwa lini? Na mimi pia ilikuwa Ijumaa. Ilikuwa Ijumaa pia. Ijumaa tumekutana chini pale. Yeye anakuja huku, mimi nipo chini. Na nakumbuka kauli ya mwisho niliongea naye pale, ananiambia uje ofisini, nikamwambia okay sawa, tapandisha. Na mimi bahati mbaya nilikuwa nimejisahau tena kupandisha. Jioni ya siku ile ilikuwa tuliongea, akaniambia basi tuongea Jumatatu, ambaye Jumatatu nimekuja kutokea tu Jumapili. Wewe taarifa ni nani aliyekupatia taarifa za msiba? Taarifa za msiba nilizipata kwa Sarafina. Okay. Ni mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza kukupigia. Yes. Okay. Na mimi nilikuwa nimepata tu mtu aliniambia kwamba imetokea hivyo. Baada ya kukuambia vile na namna ambavyo tukawa tunasintofahamu ya kwamba amefariki vipi. Jana taarifa ya jeshi la polisi imetoka kwamba alikutwa na majeraha na nini. Kwako Anthony, chochote ambacho ungeweza kuhasa jamii, kuambia jamii namna ambavyo tumeishi na mtu huyu mpaka umauti ulipomkuta? Kwa kweli mimi mpaka sasa hivi bado sielewi. Sielewi kwa sababu kichwa changu nimeona kimekuwa kizito mno. Kutokana na huyu mtu niliongea naye Ijumaa kwamba tumekutana chini, yeye anapandisha, mimi nipo nashuka chini. Kwamba upandishe ofisini, nikamwambia ndio na kutakuja. Na sikuweza kuongea naye chochote zaidi ya hapo mpaka kupata na mauti. Mpaka muda huu naongea swala la kwa kibadu, kuna vitu vinanizunguka sielewi. Sielewi kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa hana shida na mtu yote. Na kitu kikubwa ambacho umejifunza kutoka kwake na pengine utakiishi kama kumwenzi MC Pilipili ni ukarimu. Ana ukarimu, ana namna ya kuishi na kila mtu. Huwa anamzoea mtu kwa dakika chache sana. Alafu ni mcheshi. Ni mtu ambaye hajisikii yani kwamba mimi labda nipo na power fulani. Hapana, ni mtu ambaye
kwenye upande zote anaweza akaishi na mtu aina ya. Mimi kwangu bado nitabaki na ile mimi kitu ambacho najifunza kutoka kwa MC Pilipili ni tabasamu. Yani haijalishi unachokipitia, wewe make sure unatabasamu. Yani hakikisha unaambukiza tabasamu kwa watu wanaokuzunguka. Hata kama unachopitia ni kigumu kiasi gani, usiache kusambaza tabasamu, kwa sababu tabasamu linaleta mambo mengi mazuri, lina attract mambo mazuri. So hapa ni ofisini kwa MC Pilipili, mimi ni jirani yake, huyu ni mwenye nyumba wake, na sisi kwa pamoja tutamuenzi kwa mazuri yake yote ambayo ametuachia. Tumekaa naye kwa muda fulani ambao unaweza ukaona ni muda mchache au mwingine akaona muda mwingi, lakini tulichojifunza ni cha lifetime. Yani ni maisha yote tunakitumia. Jifunze kutabasamu, jifunze ukarimu wake kama Antoni anavyosema, na tuendelee kuishi kwa sababu hii dunia sio yetu. Kwa hiyo siku moja na sisi tutaondoka, na tunatamani tuongelewe kwa mazuri kama ambavyo tunamuongelea MC Pilipili. Apumzike kwa amani. Na Antoni, pole sana bana. Mara ya kwanza ilikuwa Karim chumba hiki, mara ya pili tena MC Pilipili. Wote wamepita chumba hiki na tumewapoteza, lakini tunajifunza kutokana na ukarimu wao na namna nzuri tulioishi. Hakika Mungu ampokee tu, amweke mahali pema peponi. Amen. Nataka niende mtaani huko niwaulize watu wao wamejifunza nini kupitia MC Pilipili. Ni kitu gani watakienzi kutoka kwake? Yani ni kitu gani watakifanya kumwenzi MC Pilipili? Kwangu mimi ni kutabasamu. Hakika bwana MC Pilipili alikuwa akitabasamu muda wote, kuashiria furaha, kwamba yuko sawa muda wote. Alikuwa anajaribu kuficha hata kama anaumia kwa tabasamu, anaficha maumivu kwa tabasamu. Sasa twende mtaani tukawasikilize wadau, mashabiki wa MC Pilipili. Wao watamuenzi vipi MC Pilipili? Mimi na wewe tuenze tu mtaani.